Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako, karibu sana. Hii ni Talk to Me. Jina langu ninaitwa Nice Godfrey. Na leo tuna mjadala mfupi sana unaosema ni kwa nini wamama wengi wanatoka kimahusiano na vijana wadogo. Wewe na mimi hatutaki kufahamu, lakini tunatamani kufahamu zaidi kutoka kwa wale ambao wanafahamu nini ambacho ninakizungumza siku ya leo. Hii ni Talk to Me na nipo na fundi hapa atatuambia kwa maoni yake ni kwa nini wamama wengi wanatoka kimahusiano na vijana wadogo. Mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo mwanzoni kwamba hii ni Talk to Me na ni kwa nini wamama wengi wanapenda kutoka kimahusiano na wavulana wadogo, na nipo na fundi hapa atajitambulisha yeye ni nani, anafanya nini, na atatuambia ni kwa nini wamama wengi wanatoka kimahusiano na vijana wadogo. Karibu. Asante sana. Mimi jina langu naitwa Francis Jonathan Chahola. Ni fundi wa kushona. Mimi kwa mtazamo wangu ninavyofikiria, labda kwamba wamama wengi wanapenda kutembea na vijana wadogo kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi ninavyoona, nafikiri ni kuhusiana na masuala ya kimaadili na tabia, pia kwenye hali ya mazoea. Na kitu kingine nafikiri ni swala la maandalizi pia kwenye eneo kama hilo, kwa sababu ni kitu cha kihisia. Saa nyingine utakuta kwenye jambo kama hilo mtu kama akashaingiza mambo ambayo ni tofauti kulingana na mazingira ya uchovu wa kazi au bize, kuwa mtu bize sana, kutokuwa karibu na mwenzake kwa wakati huo ambao ataka kufanya hilo tendo. Kwa hiyo utakuta ndio inaashiria kwamba mtu anashindwa kama mama kuweza kujieleza mwenyewe kwa undani, au katika ile hali ya kuweza kufafanua kabisa kwamba bwana na uhitaji kama huu, kwa hali ya kuweza kufikiria kwamba nikiweza kumzungumzia mwenzangu jambo kama hili, ataweza kufikiria kwamba bwana, kwa sababu labda mwanamke yeye itakuwa ni malaya au nini. Kwa hiyo ndio anaamua kujiongeza mwenyewe kufanya kitu kama hicho, kwa mtazamo wangu mimi ninavyofikiri. Sasa unaona ni maadili ambayo ni mazuri zaidi, au ni nini hasa? Yaani tunatamani kufahamu ni nini hasa mwanamke ambaye yupo mama mtu mzima anatoka kweli na kijana mdogo kweli? Ni tabia tu, watu wamebadilika kitabia. Watu wengine wanasema kwamba labda ni swala la kiutoshelevu, labda kwamba mtu inaweza kuwa mtu hajafikia katika utoshelevu, lakini sasa kumwambia mwenzake bwana sijafikia kwenye utoshelevu, hata anajisikia vibaya kusema. Kwa hiyo utakuta sasa mtu anaona kwamba bora ajiongeze katika mazingira kama hayo. Lakini ukiangalia kwamba kitabia, kimaadili, ya kiimani iko tofauti sana, kwa sababu ina maana kwamba nafikiri ni swala la upendo kupoa, kufanya kama usaliti, kufanya kitu kama hicho. Kwa mtazamo wangu ninavyofikiria mimi. Sasa nini hasa ambacho sasa wamama wetu wafanye? Kwa sababu tayari umesema kwamba hapo kuna maadili, ukosefu wa upendo. Sasa kweli ndo unafikia tu unaenda kutoka na mvulana ambayo ni mdogo zaidi yako? Yaani wewe ni mkubwa afu yeye ni mdogo? Kwa mtazamo wa mama hao, ni tabia tu. Nafikiri ni tabia ile kutokuheshimiana katika mazingira ya kindoa, kitu kama hicho. Kwa sababu kwa mtu ambaye kama anaweza kufanya kitu kama hicho, yeye akifanywa nafikiri aweze kufurahi kabisa anaposikia kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta mvurugano pia katika familia, kitu kama hicho. Mtazamaji wa Kasako Media, bado tunaendelea kufanya mahojiano na watu mbalimbali, na hapa tupo Tabata Mawenzi na hii ni Talk to Me yangu mimi Nice Godfrey. Mimi naitwa Josephina Msabira. Kwa kweli wamama wanavyofanya sio vizuri. Halafu na vijana na wenyewe wamekuwa wanaenda kwa wamama watu wazima, wanakuwa sasa si maisha yanawasumbua, bwana nikaenda kwa huyu mama labda atanisaidia. Haieleweki kwa kweli. Sababu sijaiona, ndio hivyo tu kwa maisha. Na mama nao wanajirahisi kwa vijana, unaona, ndio hivyo. Unahisi maadili yako salama kwa namna ambao unavyotazama kwa mtazamo wako wewe? Maadili hayako salama. Kwa sababu yule kijana ni mdogo na wewe ni mama mtu mzima, inakuwa sio maadili sio mazuri, kwa sababu tulivyokuwa sisi hayakuwa maadili kama haya sasa hivi tunavyoyaona. Sio mazuri. Hebu tueleze namna nyinyi mlivyokuwa mnaishi hapo zamani na sasa hivi mnavyoona tasnia hii inavyoenda, vijana wanakuja kwa kasi, namna ya kutoka na wamama watu wazima. Hebu tuambie hata kifupi ilikuwa ikoje kwa kipindi hicho cha zamani kwa upande wenu? Kwa upande wetu kwa kweli tulipokuwa tunakuwa ilikuwa sio hivi. Tulikuwa tunawaheshimu yani wadogo, tunawaheshimu sana, na huwezi ukatoka na kijana mdogo ukiwa mtu mzima, huwezi hata siku moja. Ila kwa sasa hivi kwa kweli imekuwa kama kawaida, wamama wanaenda na vijana wadogo na watoto nao wanaenda kwa mama, ndio hivyo. Nini unawaambia wamama wenzako ambao wanafanya hicho kitendo na bado wanaendelea kufanya hicho kitendo?
Kwa kweli naambia mama wenzangu ili wajaribu kuwa na maadili ya kujirekebisha, kuachana na wale vijana wadogo, waachane nao, kwa sababu mtoto mdogo ni kama mtoto wako, huwezi ukaendelea kuwa naye. Kama ananisikia ili wajaribu kujirekebisha. Basi zungumza na kijana ambaye anakutazama kupitia Kasako. Yeye yupo katika mahusiano na mama mtu mzima kama wewe, unamwambia nini? Huyo kijana namwambia aachane na huyo mama, apate maisha yake tu, afanye kazi apate, kulikoni kuhangaika na mama kulelewa, anataka kulelewa. Aache na mambo ya kulelewa, wajitume wafanye kazi. Kwa majina naitwa Mr. DJ, natokea kijiwe cha Tabata Mawenzi, ni bodaboda. Sababu hiyo ni sababu, kwa sababu wamama wanapenda watoto wadogo, kwa sababu kwenye familia zao wamezao hawawalizishi. Kwa watoto wadogo wakiingia kwenye gemu, wakiwapata wale, huwa wanafanya vitu vingi ambavyo wamezao hawawafanyii. Sasa hiyo ndio sababu kubwa sana, na hii hupelekea mpaka ndoa za watu kuvunjika, mfarakano, kutokana na wamezao wenyewe. Hiyo kazi ya kuwalizisha wake zao hawawezi. Ila Secret Boys kama sisi tukikaa kwenye 18 tunafanya vitu vingi ambavyo wamezao hawawezi. Kwa ndio hivyo yani. Nataka kuniambia wamama wengi wanaingia kwenye mahusiano na vijana kutokana na hiyo hali kweli? Ni hiyo, kwa sababu kama hela wanazo, maisha wanayo, watoto wanao. Kwa nakuta nao mama kama muda nao wanakuwepo kama wana data hivi. Kwa lazima atafute mtu pembeni ili amweke sawa. Na kisha kuwa sawa hata nyumbani amtokea zwa achikacheka nini, ujue huyo mtu yuko good. Kwa ndio hivyo yani. Mimi nawasii tu wa baba nyumbani wa familia zao wakumbuke mke, kukamilisha vile vitu ambavyo vinavyotakiwa kama wanawake wengine, ili wasitoke nje. Wasijisahau, ndio hivyo yani. Wewe changamoto kubwa wanaume ambao wamewaoa wake zao wanajisahau. Waache kujisahau. Wafanye ndani kama wafanya nje. Wakiwafanyia hivyo hawezi kutoka. Naitwa Anna John. Niko Eva Beauty Salon Mawenzi, Tabata Mawenzi. Ni kwa nini wamama wengi wanatoka kimahusiano na vijana wadogo? Kwa sababu vijana wenyewe hawapendi kufanya kazi, wanapenda kulelewa. Nini sasa kifanyike ili kuondoa hiyo athari ya wamama kuwalea wavulana wadogo? Wamama wenyewe waache kuwatongoza wavulana wadogo. Sasa unaona ni changamoto ipi sasa inapelekea mpaka mtu anafikia kulelewa kama ulivyosema hapo mwanzoni? Kwa sababu hawapendi kufanya kazi. Na nini wanafanya mpaka wafanye? Kwa sababu una sababu ambayo unaisemea kwamba hawapendi kufanya kazi. Sasa ni nini hasa inasababisha mpaka mtu anakubali kuanza kulelewa, kukaa kwa mwanamke ambaye afanye kazi? Nini hasa? Anaona maisha ni marahisi, akikaa kwa mama akilelewa, analetewa hiki ndani, analetewa hiki, baby nataka perfume, analetewa ndani. Lakini na yeye mwenyewe anatoka nje tena anaenda kuonga mwingine, analetewa pesa na huyo mwanamke. Sasa nini unawashauri wanawake wenzako kupitia Kasako pale? Unawaambia wanawake wenzako hiyo tabia kweli sio nzuri. Sasa wewe kwa mtazamo wako unawaambiaje? Waache kutongoza vijana wadogo. Wafanye kazi na wao. Watafute wababa wazima wenzao. Mtazamaji wa Kasako Media, hii ni Talk to Me. Jina langu ninaitwa Nice Godfrey. Mengi yamezungumzwa, mengi yameongelewa na umepata maadili. Umepata namna gani ambavyo wamama wengi wanapenda kutoka kimahusiano na vijana wadogo. Wamama wamezungumza, vijana wamezungumza, changamoto ni nini, mambo ni nini, lakini yote ni kuhakikishia wewe tunakuangazia maisha, tunaandika kesho yako. Hakikisha unafanya kazi kwa bidii ili utumize kesho yako. Hii ni Talk to Me. Jina langu naitwa Nice Godfrey. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.